2018, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission matinale Café Bomoko. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Catherine Ambaye Nambia Jambo. Jambo. Good morning, everyone. My name is Catherine Wanchikomboro, and welcome to Café Bomoko. Yeah, we're going to be having a wonderful session today. Yes, nous serons avec vous. Nous allons vous tenir à compagnie pendant toute une heure. This is Café Bomoko, the only show in the entire world where we speak 4 different languages. Leo Dijani Tuesday, Yeah. 6 November 2018, Nani 310e jour de l'année. Il reste déjà 55 jours avant la fin de cette année. Kunabaki abado 55 days to the end of the year. Yes. Pole tunaenda mwisho ya mwaka. Na leo Wakatoliki wana celebrate mtakatifu Bertil na pia Saint Léonard. Yeah. Bonne fête à tous les Léonards, mais également à toutes le Bertil. Pia tuna celebrate wa Kalinikos, wa Démétrien, wa Démétrienne, na pia wa Gala. Siko najua Gala ni jina mtu. Hata mimi siko najua, nilikuwa nadhani ni kama event like Gala, Met Gala. Sarede Gala. Mais bonne fête à vous, tout comme Dania Café Bomoko, nous sommes déjà là. Vous pouvez déjà inviter vos amis à regarder avec vous ce show, vous les appuyez à share à l'émission, laissez-nous vos commentaires, mais également aimer cette émission tout à coup pendant toute une heure, 1 hour full of fun, full of surprise na vitu mingi. Crazy. Today? Siku ya leo, the world celebrates siku ya kimataifa ya preservation of environment wakati wa vita. Wajua wakati wa vita, there's this Swahili saying, ng'ombe wawili wakipigana nyasi huumia. Yes. Yeah. Kwa hivyo, it's an international day ya kupreserve environment wakati wa vita na mvutano. Na Secretary General alikuwa anataka ujumbe wake ujulikane, his message. He wanted, since the war, the environment is the most spoiled like during war times. So kwa hivyo leo ni siku ya kutunza mazingira. Yes, en French. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. Quand tu as guerre, il y a pollution de l'environnement. Vitu mingi zinaharibika wakati ya vita, so today ni siku yenye oni ilichagua juu ya kwa kuna preserver mazingira wakati wa vita. Tuko ndani ya Café Bomoko, votre rendez-vous de chaque matin. Nous sommes déjà là, mais tutapatia watu time kidogo waingie online, partager émission, inviter également wa ami wao kuingia online. Tutabalancer chanson ya Masi Kanikupendeze na tutarudia juste après. Café Bomoko, c'était le temps pour nous kuatarisha ma nouvelle actualité à la une, la qui n'a pu à découverte il y a Léo Asubouyi. Déjà rencontre entre les dirigeants américains et chinois à Washington. Les ministres américains des Affaires étrangères Mike Pompeo et la défense de Jim Mattis doivent recevoir vendredi à Washington le haut responsable chinois. Hapo ni USA, Washington, ambapo kuna wadirigeant waongozi wa China wenye watakutana hapo na waongozi wa USA watakutana na Washington ili waongee zaidi kuhusu infrastructure ama nini, kwa sababu tunajua China wanapenda with vitu za technology, wanakwanga mbele sana. Ndo wanaendelea na apparemment ça sera quelque chose qui n'est pas politique. Labda. Et puis Ebola, la saga du MAB 114, un médicament made in Congo. Ebola, en Afrique et aux États-Unis, la mise au point de cette molécule a pris plus de 20 ans depuis le mois d'août et l'a administré 42 patients dans le Nord Kivu. Ni Ebola, il
iko Kongo. Hasa kumekuwa dawa yenye wamepata inaitwa Sagadumab 114 yenye wanatumia huko Nord Kivu. So iliwakamata 20 ans, 20 years kutafuta hiyo dawa ya kunani Ebola. Et puis la Fédération américaine de gymnastique en passe d'être destituée. La procédure engagée par le comité olympique américain fait suite à l'affaire Nassar, du nom du médecin qui avait agressé sexuellement les athlètes pendant plusieurs décennies en toute impunité. La Fédération, il y a gymnastique à États-Unis ambao iko en passe ya kukuwa destitué. Et puis à Toulouse, plainte déposée après une agression homophobe la nuit de Halloween. Une jeune femme a déposé plainte après avoir été passée à tabac par 3 hommes dans la nuit du 31 octobre. Na tunaenda sasa DRC ambapo secrétaire général UN ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix est arrivé à Kinshasa lundi 5 novembre dans l'après-midi. Jean-Pierre Lacroix alifika Kinshasa jana Monday après-midi, ni secrétaire général adjoint wa ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Puis les hommes armés non autrement identifiés ont attaqué la localité de Uchupa et Mouvaramu au bord du lac Albert, dont les territoires de Juju s'ajoutent à celle de Munganga samedi dernier. Hapo ilikuwa some of the news ambao tuliwatayarishia leo ndani ya Café Bomoko. Avant tuanze débat yetu ya leo, debate yetu ya leo, kuna découverte ya Masai Women Art. Maart ya wanawake wa Masai. Art. Yes. Kama gani hivi? Kama mabiju, makolie, na vitu tu zenye wanakuwa wanatengeneza hapo. Nikidhani Masai ndo the only tribe in Kenya yenye imepreserve culture yao. Hiyo kuvaa the necklaces, the earrings. Ushaiona vile ambavyo wanaruka. They know how to jump like real. Alafu juzi pia niliona Masai kuna venye wameanza kuingilia sports, you know, like wameanza kufanya cricket, you know. Masai people wezi jua lakini wanakuanga talented. Very talented. Na kwa nini ndivyo wanakuanga wanatoboa masikio? Hiyo inakuanga kama rite of passage. Ni kama rite of passage. So pia warriors wakifika wakati wa d'aujourd'hui les arts de Masai, hizo shanga. Mashanga, yes. Shanga na zenye wanawake wa Masai wanatengeneza wenyewe. Wanakuanga very talented. Lakini wajua most of the people wenye wana promote their beadwork ni watu wa nje. Very sadly utapata Wakenya wengi wakinunua. Only kulikuwa na wakati ambapo ilikuwa trending kuvaa hiyo Masai necklaces, all that stuff. But ni vizuri to promote watu wa kwetu. Na ni poa, ni nzuri kabisa. Nzuri. Wanajua. Very beautiful. Wanatengeneza vitu poa kabisa. Nimeshawahi kwenda kuangalia huko Kariako, sijui unapojua. Kariako. Nimeangalia hiyo maanani zao, mashanga zao nzuri sana. Hata sandals, wanatengeneza hata sandals, handbags, wanaika hiyo beadwork na kazi nzuri sana. Na nzuri tena bei rahisi kabisa. Lazima kupromote pia wa Masai. C'était la découverte ya leo ndani ya Café Bomoko. Tunaanza debate yetu ya leo. Mais avant cela ona Christian Peta anasema tunaona tokea Tau. Anatufuata tokea Tau. Karibu sana, endelea kuwatch show yetu. Share na rafiki zako bado waambiwa kuja watutizame. Christian Peta leo tutaongelea est-ce que les personnes devraient pratiquer la confidentialité sur les réseaux sociaux lorsqu'elles sont en relation.
Tunaongea kama we're debating on the topic about should people practice privacy ikifika maneno ya relationships, especially kwa social media. Tumeona relationship mingi sana zikivunjika sababu ya social media. And it's like very sad kwa sababu unajua relationship ni ya watu wawili, relationships si ya dunia mzima. Ukishaweka kwa ma social media ni kama ni expose watu wengi wanakuwa courant que vous êtes ensemble, na si watu wanafurahia vile relationship na mtu fulani hivyo, maybe wanakutakia mabaya ama hata wanaweza kuja wajaribu kuwatenganisha, which is not nice because you're not supposed to interfere with other people's business. Lakini unajua social media imekuwa platform ambayo when you put your life out there watu wanapata hiyo justification ya kucriticize. Wajua ukifanya kitu chochote mbaya na uko on social media watu wanaweza kucriticize kabisa. Kwa hivyo wanaweza kuharibu, wanakuharibia hadi ushindo hata kwa kunatoka kwa nyumba. Kweli kuna watu ambao pia wameaffectiwa, yani hadi wanaona mimi siwezi ishi maisha ya social media sababu si nzuri. Alafu pale pia si kila kitu ambacho unaona ni cha ukweli. Sometimes people fake it to make it. Unga maneno, wanaanza kucreate, wanapost hapo na wengine inakuwa inawavunja moyo, surtout kama uko en relation. Et tout votre longuelia, est-ce que les gens devraient pratiquer la confidentialité sur les réseaux sociaux lorsqu'ils sont en relation? Wakati uko kwa relationship, est-ce que inaruhusiwa uko una post mambo yenu, ulikuwa huko leo, kuendeleaje? Kuna watu wenye wako famous kwa hizo mambo. Wana post every day mambo ya relationship yao, kama wamekosana watu wote watajua kabisa ni kubaya siku hizi, ni kweli umeenda hivi na vile. So lazima kujua vile ya kudeal na social media. Ni kweli ni sensitive sababu unajua venye tu umesema kitu happen kitu mbaya. Kulikuwa na hii situation hapa locally hapa Kenya ya between Vera Sidika na Otile. Vile walikosana, yani ile kupost, wanapost screenshots kwa ibishana kabisa, na wakati ambao walikuwa wanapendana hawakuwa na shida, lakini wakati ambapo wameachana unaona hapo sasa ndio unaona they see like they have to embarrass each other because they're not together anymore. And you know sometimes you hurt in a relationship, but if haikuwa hivyo hakuna mtu anajali sababu sisi tutaona tutacheka, lakini mwisho ni nyinyi wawili mnaibika. Ukweli Na Fallon Golden Bukabe anasema tu répéter un peu le sujet, est-ce que les personnes devraient-elles pratiquer la confidentialité sur les réseaux sociaux lorsqu'elles sont en relation? Inafaa uko na confidentialité kwa ma réseaux sociaux kama uko en relation na mtu ama unaona lazima uweke kila kitu wazi, upibie, upost kila kitu. Fallon Bukabe unaweza tuambia. Richard Kabamba Pride, bonjour Café Broco, bonjour Richard. Richard, là tunaongelea, est-ce que les personnes devraient-elles pratiquer la confidentialité sur les réseaux sociaux lorsqu'elles sont en relation? Unafikiria aje? Tupe maoni yako. Kweli tuambie, what do you think? Ni ukweli watu wanafaa kuwa private about their own relationships ama tuache watu wafanye vile wanavyotaka? Na la fin de compte watu wanafanya vile wanavyotaka, lakini social media lazima kujua vile kudeal nayo. Ni kweli ukienda na mbaya itakuaibisha hiyo mbaya hadi ujiulize gani. Kwani ni kweli. Laissez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, partagez également cette émission kwa warafiki zenu so that na wao pia watupe maoni yao. Naona Mega Garçon anatuwatch. Mega Garçon anatuambia kama on devrait pratiquer la confidentialité kwa réseaux sociaux ama kama mko en relation na mtu ama lazima uweke kila kitu wazi. Na Catherine alikuwa ametongelea story ya celebrity moja hapo Kenya, Otile, ambaye alikuwa en relation na Vera. Sasa walikuwa wamekosana kiasi, ndo Vera huyo girlfriend wake akachukua ma screenshots akaweka akapost kwa social media. Sasa amemwharibia jina. Mimi nilikuwa tunasikia kuna story nyingine hapo inaendelea ya Otile, lakini kwa sijafuatilia
ilikuwa very embarrassing. Sababu hata alienda hadi kwenye YouTube, unaona ile tu roho safi ile kuaibisha mtu. Ambavyo si vizuri. Si vizuri kwa sababu unajua ukimwangalia mtu watu wanajua mengi kukuhusu pia. Yes, watatafuta juu story inaendeleaje. Kweli. Naona mama Bana, good morning mama Bana Ebele. Leo Café Bomoko tunaongelea est-ce que les personnes devraient pratiquer la confidentialité comme réseaux sociaux kama uko en relation na kwa English ni should you practice privacy on social media when you're in relationships? Ama inafaa uweke kila kitu wazi vile unavyotaka, na tulikuwa tunaongelea hiyo incident ya Otile ambayo ilifanyika yeye na Vera wakati walikosana kidogo, akachukua ma screenshots ya conversation kitu yenye ilifanya wanakosana, akapost kwa social media, kwa YouTube, kwa Facebook, malipote vile ya amwaribie jina. Lakini wajua pia unaweza, you can look at other relationships. Watu kama Beyonce and Jay-Z wameka relationship yao private kabisa, ile ambavyo hata wewe mwenyewe huwezi jua kitu unless yaseme. Wajua people didn't know that there was anything going on kati yao until Beyonce alitoa album yao ndo akajua kulikuwa na infidelity. Lakini pale awali hawakusema like on social media, hawakuiongea, ilikuwa very private because things of relationship inafai kwa hivyo nikidhani. Na Fallon Golden Bukabe anasema pour moi être en relation avec quelqu'un ça ne veut pas dire faire la publicité. La vie privée existe, il faut la respecter. Anasema ukikuwa en relationship na mtu si kama unafanya publicité, ni kweli unafanya announcement, ni kweli unafai kweli, lazima kuheshimia vie privée ya watu ya mwenzako pia partner wako. Ni kweli. Lakini Fallon Bukabe uko right, lazima kwa na limit. Faut pas tout poster, mumekasirishana unapost, mko vizuri unapost, sijui tunaendaje unapost. Hata sisi watu tuifanye nini? Tutachoka unajua. Tutachoka. Na si mambo ya kuchoka pia si vizuri. Lakini kuna difference kati ya privacy na kuficha. Wajua hivyo? You can be in a relationship na mtu watu hawajui. Hiyo ni kuficha. Lakini kuna ile privacy yenye wanajua yes uko na mtu lakini hawajui nini inaendelea. Lazima kunakuwa na limit. Faut pas usiwaambie watu kila kitu. Ni kweli. Papi Maurice Likanzu, bonjour à toi. Tunaongelea leo, est-ce que les personnes devraient-elles pratiquer la confidentialité sur les réseaux sociaux kama wako en relation, kama wako en couple? Inafaa kuwa na pratiquer confidentialité ama lazima wanakuwa na post kila kitu, wanacha kila kitu hadharani wazi? Ni kweli. Donnez-nous vos avis, mtuambie mnafikiria nini selon vous, mnaona nani wanafikiria aje, wao wanataka siku hiyo confidentialité ama confidentialité ikuwe. Et ces derniers temps ma réseaux sociaux zinaharibu pia ma relation mingi, relationship mingi. Sababu unajua I don't know, I think people on social media nimekuja kurealize people don't care on social media. Hawajali, wanakufollow kwa sababu wako na ile curiosity, lakini si kila mtu supporter wako. Kwanza wadogo ndo supporters. Wengi wako tu hapo curiosity, wajue nini inaendelea, na wengine wanaweza tafuta kabisa kukujulia kindani nini inaendelea, akipata tu kitu ya kukuharibia hapo hiyo ni scoop immediately. Anakuharibia. Lakini vizuri pia kuna wale wenye ni vizuri kupost so that wengine wajue niko en relation na mtu fulani, wasimusumbue tena ama hiyo ndio tena inaleta usumbufu zaidi. Hiyo hata ndio mbaya, sababu unajua sasa especially you notice kama hizi reality shows penye watu ambapo wanaonyesha how their relationship inaenda, that hapo ndo hata shida mingi hutokea kwa sababu watu wanaanza ku-criticize. Tena mkiwa na mashida hapo ndo mtu mwingine anaona mimi naweza ingilia kati, unaona, they feel like wako na hiyo access kwako virahisi ambapo haifai. So, I think inafai kuwe private kabisa. Me I'm for private. Keep your privacy, keep it personal, na ndo mtaweza kudeal na vitu. Kwa sababu relationship zote ziko na ups and downs.
you know. Kwa hivyo lazima mdeal nazo privately. Usiweke kwa social media. Yeah. Lakini kuna pia wakati unaweka kwa social media kuna wengine wanaweza kupetea maoni yenye inaweza kusaidia. Hakuna conseil yenye inaweza kusaidia. Hapana. Hivi kuna shida fulani afu na post. Hapo unaendelea hivi na hivi na hivi. Peut-être kila mtu anaweza msaidia na shauri itakusaidia. Ushaisikia ile kama hii ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Ushaisikia ile msemo many cooks spoil the broth. Watu wengi wakikuletea their own maoni na nini haifai. Unless ni mtu mwenye mna look up to nyinyi wote wawili kama couple, that's when unaweza enda kuuliza advice. Lakini atupost social media useme ati tuko na hii shida tutafanya nini? Mama ya Bani Belia anasema kupost the person you love si mbaya, but privacy is ideal in time of the love goes. Sawa. Sio vizuri kutuanikia your dirty line in public. Kumbuka ushakuwa role model ya wengi, sasa mbona kuharibu? Ni kweli, na pia naona hapa most anasema like me my relationship is private. Yeah, Simon si private. Yeah. Crazy. Wapishi wengi waribu mchuzi kabisa. Kweli kabisa. Ndio. Kupost si mbaya, lakini hiyo kupost kila dakika kuongelea mambo. Unaweza post picha mko wawili, picha zenu si mbaya. Lakini hiyo kupost mambo yenye inaendelea pia si vizuri. Sio kama hiyo incident yenye ilifanyika hapo ya hotel. Ni kweli. Tunakuwa tukashida kidogo yeye na Vera ana post hadi screenshot. Mambo umeongelea koseana heshima kabisa. Kosa heshima. Ana post kwa social media, kwa YouTube, basi watu wote wenye walikuwa wanamheshimu hotel, watu wote wenye wanamsupport. Sasa nimemvunjia heshima vibaya. Apparently ni sababu I think hata shida ambayo na sijui mbona most relationships zinaribika wakati wa pesa. Pia pesa inaharibu relationship. Yes. Sababu hii yao iliharibiwa na pesa. Sababu apparently yeye aliomba madam pesa, madam akakataa, kijana akaamua mimi siwezani. So unaona tena pia hiyo pesa pia inaleta shida. And that's hapo pia ni it's very tricky. Sababu sasa kila mtu anamwangalia unamwombaje msichana 500,000. Kumbe pia unaomba msichana pesa. Si vizuri. Yake amemwambia heshima. I mean si vibaya. Unajua pia sometimes relationship mnasaidiana. Kuna wakati ambapo mwanaume hana pia na uko nayo unamsaidia. Na hiyo wakati pia uko chini anakusaidia. Lakini hiyo kupublicize sasa ndio imeharibu, sababu watu hawataona hiyo ati mnafaa kusaidiana. Watu wataona celebrity anaomba mtu mwingine, we think you're supposed to have money, but apparently unaona sasa so kila mtu ana feel hiyo wanataka ku-criticize vile ambavyo mnaishi maisha yenu. Wanawake wengi hawakwangi ukweli. Wakati ni yeye anasaidiwa hizi ongea. Wakati ni yeye anasaidia yataongea kila mtu akikisha najua kama anasaidia mtu fulani amempea pesa kia wanawake kitukunakuwa ukweli. Tuko na heshima wanawake. When people wanaongea most are just publicity. Ni kweli sometimes wanafanya hivyo ndio wapate more people kuwafollow, kutaka kujua nini inaendelea, kwa sababu unajua hiyo time they actually maximize on drama, kwa sababu wakati huo ambao wali break up until the next day aka release nyimbo Vera Sidika na yeye akaanza kupost. Kwa hivyo unaona tu labda walikuwa tu wanataka tu watu wa follow tena. Ni kweli. Surtout wa musician kuna wale wenye kama walikuwa en partenariat. Sasa wakati unaona tena hamna popularity imeshuka. Sasa wanaanza kufanya mambo zingine za scandals so that watu tena wawe focalize kwao. Ni kweli. Richard anasema in a relationship cause the society is dictated as before my relationship and my life should be an open book. Wow. Sijui nitasema nini hapo. Okay, ni vizuri kuwa na open book. Atuseme ufiche ule mwanamke ambaye unampenda, but we're saying you shouldn't let everyone know your business as it happens.
Si ati mnaamka asubuhi selfie, mkienda lunch selfie, mkienda hapa na hapa selfie. Hivi mtu mwenye watu wengine wenye wanafollow hapa ni job ile kwa trake haraka. Vile kila dakika najua sahi Richard hapa, kesho sahi dakika kidogo ameenda Langata, kisha dakika kidogo ako huku na pia kupost si vibaya. Ni vizuri lazima watu wajue Richard hapo deja occupé. Wasikusumbue sana lakini unajua kwanza watu wakishajua uko en relation na mtu fulani ndio wanasumbua hadi ushangae. Ndio unakaa attractive times 1000. Akiwa wakati walikujua tu uko peke yako, hawajui inaendelea, wanasema wakati tu wote naweza muongelesha, naweza muaborde, lakini wakati wanajua sasa umeshabukiwa. Ndio wanajua hapa ndipo tunataka kuingilia. Hapo ni hatari. Hatujakataa kupost Richard, lakini kama mko na shida zenu, kuna kitu yenye ya furaha kwenu, habari zenu mbaki nazo please, msitulete. Msitulete, sababu si hatujali, hatutaki jua. Tunaona tu tunawacheka na mwisho ni nyinyi wenyewe mnaaibika. Si ni kweli. Lakini umeona pia kuna wale ambao hata kama wanapost kuwa educate about venye mtaishi pamoja. Hiyo si mbaya. Kama wewe na spouse wako mnaonyesha watu, kama ushaiona hii relationship ya Will Smith na Jada, bibi yake, they're very inspirational. Wanakaanga chini wanaongea about topics that are relevant. Wanasema sisi kwa hii relationship yetu tulipitia muda kama huu na huu, and they advise people. That is not bad, lakini kama ni kufloss basi tafadhali msituwekee. Na si kwa machungu, tuongee na machungu. Tunaongea tu kwa kweli. Kama bali bila nasema ma selfie hadi hizo followers wanajiita your online in-laws. So hata mkizozana lazima uje online utueleweshe what's happening. Ni kweli. Wajua it's funny kwa sababu hivyo tu ndo alisema my online in-laws. Wacha niwaambie nini kilichotendeka. It's funny. Crazy. Sisi followers hatujali hata tutaki jua, tunaangalia tu kinaendelea hapo, tunaingilia ndani na tunawacheka na mwisho wa habari ni nyinyi mnachekwa, ninyi mnaaibika. Sisi hatuangaika hata tutaki jua. Kweli, kwa sababu hapo baadaye this the both of you ndo mta feel embarrassed and it's not good. Faut toujours kukuwa na privacy, lakini usifiche. Catherine alikuwa anaongea, unaficha kabisa, hakuna mwenye anajua nini inaendelea, hakuna mwenye anajua peut-être uko en relation na mtu fulani. Unaweza ongelea lakini kukuwa hiyo privacy. Ndio. Usiongee kila kitu wazi, shida zenu, masijui na nini. Ni kweli. Mais pour raison de publicité, ni za kwa zilikuwa. Raison ya publicité ya nani publicize. Yes. Inaweza kuwa zilikuwa kama watu hawafuatilii tena sana, wajui nini inaendelea, hawana tena macho yenye iko baze kwenu. Ni kweli, lakini scandals pia inaweza saidia. Sijui, lakini I don't know. Labda inaweza saidia, kuna wenye ambao wanategemea hizo scandals na kupublicize. But sijui, labda kuna wenye wana benefit, labda hata ni kitu wanapanga pamoja, wanasema leo tuchapani vita online, unajua, lakini wanachapana vita online na nyumbani. Peut-être que nyumbani wako poa, lakini kama ni ukweli yake ni mambo aibu. sana. Nous sommes toujours là, Café Bomoko, tout ndani ya Café Bomoko. Mais en attendant que watu watakuwa kwa natupea avizao, naona pia wewe Peter nasema I rely on those scandals to be famous. Jamani, tuambie ukisucceed ndio pia si tujue kama. No, but it's very crazy. Kwa sababu ukirely scandals then watu watakuheshimu. You know, they won't respect your talent. Watakuwa tu wanangoja, what's the drama happening now? Hatakuwa na hiyo respect yako kama binadamu kwa sababu umejaibisha tayari. Unaelewa? Kama vile
si vizuri kulewa Oh, scandals. Lakini nategemea ni scandal ya aina gani? Tegemea. Lakini hiyo team hiyo yao ni it's very crazy. Very crazy, like wanawake tuko tunakuwa amble. Wakati ni unapewa pesa huwezi ongea. Huwezi post hata message ya pesa umetumiwa. Hata asante unasahau. Unaenda unafanya ulichotaka unarudi. Lakini wakati ni wewe ndo unaanza saidia, utaongea hadi tushangae. Lakini ukweli wajua mwanamke akiwa na pesa kila mtu atajua. Mwanaume akiwa na pesa sometimes hata you won't know kwa sababu akai. Anacheza chini ya maji. Lakini msichana selfie kwa ndege, sijui gari, sijui viatu, sijui nini. Mwanamke women we like to floss a lot. Hakikisha kila mtu amejua. Atajua. Oui, mais avant ça, tout à partir de 18 les saviez-vous? En attendant, endelea na comments naona muda yetu na yoyoma. Yes, tunabaki na 6 minutes peke yake kwa sababu ya café Bumuku. Les implants dentaires connaissent les taux de succès et de survie les plus élevés de la dentisterie. Implant dentaire. Hiyo menu ya dentiste wanakuwa wanatengeneza ya the implants. Yes. Wanasema na taux ya succès yao imekuwa juu sana na survie pia imekuwa plus élevée ya dentisterie. Mama Abadebele anasema Richard, in a way you are right, but the society is so harsh when things go bad, we can't control it. Hiyo ni ukweli, mambo ikienda vibaya huwezi control. Naona hata Richard alikuwa anasema what's wrong with people knowing where I am all the time as long as my relationship is built on solid ground, nothing can shake it. Kama unaamini relationship yako is like rock hard, go ahead and post, you know. Hakuna hamu kwa sababu account ni yako na ni wewe tu utachagua vile ambavyo unataka ku put out whatever you want to put out. So ni okay, kila mtu ako na hiyo haki. Lakini kusema tu kweli inaweza kuwa pia harmful. So ni vizuri pia kujua kwa it can be nice and it can be bad. Yes. Inaweza kuwa vizuri tena inaweza kuwa vibaya.